Mambo ni vipi mwana familia wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa kuweza kujuzana machache kati ya mengi yanayoweza kujiri hususani kwenye anga zima la kimichezo. Na kubwa kuliko tunalokwenda kutazamia siku hii ya leo, tunakwenda kutua kwenye mitaa ya Unyamani, yani pale Simba Sports Club, kwenda kuangazia yale yote yanayoendelea ndani ya klabu hiyo ya Simba. Bwana, kwa taarifa za ndani ambazo zimeweza kutifikia ni kwamba uongozi wa klabu ya Simba umeweza kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na mstakabali mzima kufuatia mwenendo mzima wa timu yao hiyo ya Simba, ambapo inaonekana kuna panga zito limeweza kupitishwa ndani ya kikosi cha klabu ya Simba kufuatia upatikanaji wa matokeo mabovu hususani kwenye michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa ni wakina nani hao wameweza kupitiwa na hili panga zito ambalo limeweza kupitishwa kwenye klabu hiyo ya Simba? Kwa undani wa taarifa hii ni kusiendelee kusalia nasi hapa Bongo Vibe TV, mahali ambapo tunakusogezea taarifa hizi moja kwa moja kupitia simu yako ya mkononi. Lakini pia kama ulikuwa bado hujasubscribe channel yetu, basi nikwambie wewe ulikuwa unapitwa na taarifa nyingi na zile nzuri za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na ili usiendelee kupitwa sasa na taarifa zetu, cha kufanya sasa hivi swala ni moja tu mwana michezo wangu, hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo utakuwa mdau wetu wa kwanza na mwana michezo wetu nambari 1 kuweza kupata taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo. Sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali kwa yale yote yanayoendelea ndani ya kikosi ama ndani ya timu ya Simba Sports Club. Bwana, kama ninavyofahamu klabu ya Simba kwenye ile michuano ya klabu bingwa barani Afrika wao wameweza kuanza vibaya, naweza kusema hivyo kwa sababu wameweza kupoteza mechi 2 mfululizo kwenye michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika na kuwafanya mpaka sasa hivi waweze kuburuza mkia ndani ya kundi lao D. Katika mchezo wa kwanza ambapo mnyama alikopo nyumbani pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa, aliweza kupasuka 1-0 dhidi ya Petro di Rwanda, lakini kelele zilikuwa nyingi kwenda kwa kocha. Imekuwaje tena kocha ameweza kuanzisha kikosi bila mshambuliaji kwenye mchezo kama ule? Kocha alikuwa katika kikaango ndani ya muda mchache mara baada ya kuweza kupoteza mchezo wa kwanza pale kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Maswali yalikuwa mengi kwa kocha kuja kujiuliza kwenye mchezo wa pili afanye kitu gani ili kuweza kurejesha furaha na uaminifu kwa mashabiki zao wa klabu hiyo ya Simba. Lakini kwa bahati mbaya katika mchezo wa pili walipokuwa ugenini, mnyama tena kinyonge sana anapoteza tena mchezo dhidi ya timu ya Stade Malien pale Mali walipokuwa ugenini kwa mabao 2-1. Maji yanazidi kuzidi hunga kweli ndani ya kikosi cha klabu ya Simba na mambo yanazidi kwenda kwa kasi kweli. Sasa kufuatia mwenendo mzima wa matokeo hayo ambayo klabu ya Simba wanayapata kwa sasa hivi, kuna mambo mengi yanaendelea kuhusiana na mstakabali mzima wa klabu hiyo. Wadau mbalimbali na mashabiki mbalimbali wao wakitoa maoni yao juu ya mwenendo mzima wa mstakabali ama matokeo yanayopatikana ndani ya klabu hiyo. Baadhi ya mashabiki wa timu hiyo ya Simba wanasema ya kwamba swala linalopelekea Simba kufanya vibaya na hata timu yao kuonekana kutokuwa na kiwango cha hali ya juu linachangiwa moja kwa moja na uongozi ambao hupo ndani yake, yani uongozi unaosimamia klabu hiyo ya Simba kuanzia mwenyekiti pamoja na watu wengine wa pembeni. Na hata ukirejea kwenye mkutano ambao klabu ya Simba aliweza kufanya, uishaji wake ulikuwa ni wa kushangaza kweli, maana majibu ya maswali mengi ya mashabiki wa klabu ya Simba walikuwa wanajiuliza hawakuweza kupatiwa papo hapo, lakini mkutano uliweza kuahirishwa ghafla, yani ghafla binivu, na mashabiki wengi wa klabu ya Simba kiukweli waliweza kulalamikia kile ambacho kiliweza kutokea mara baada ya mkutano huo kuweza kusitishwa ghafla. Sasa wadau wengi walikuwa wanatoa maoni yao
kuhusiana na hichi ambacho kinaendelea sasa hivi. Wengi wao wakijia juu wakisema ya kwamba mwenyekiti aweze kujiuzuru, aachie ngazi ili na mambo mengine yaweze kuendelea. Lakini wadau wengine wameenda mbali zaidi wakisema ya kwamba meneja Dimitri Pantev hawamhitaji ndani ya kikosi chao hiko cha klabu ya Simba. Wao wanachokitaka waletewe kocha, na Dimitri Pantev wao wamtambui kama kocha mkuu, ndio maana anapelekea kuanzisha kikosi ambacho kinaenda kupoteza kadri wanapoenda kukutana na wapinzani wao katika michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika. Mimi nilikuwa nakusogezea hayo machache kati ya mengi aliyoweza kutufikia kwenye dawati letu la kimichezo siku hii ya leo. Sasa kama una chochote kitu, maoni yako ama mtazamo wako, huu ndo muda wako sahihi wa kutuambia kupitia sehemu ya comment, bila kusahau kulike, kushare, na jambo la muhimu kuliko yote cha kufanya sasa hivi ni kwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaliyoandikwa subscribe.